Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wapendwa wafuatiliaji wetu wa darasa hii ya kitabu cha Matnu Zubadi hapa Parungo Online 2, ikiwa leo tupo ukurasa wa 16, Babul Wudhu. Tunasoma mlango wa udhu. Mujibuhu al-khariju min sabili, lenye kuwajibisha udhu ni chenye kutoka katika njia mbili, ghaira manii, ni kisichokuwa manii, mujibita ghasili, yenye kuwajibisha kuoga. Akisema mujibu yenye kuwajibisha udhu, al-khariju ni chenye kutoka min sabili, katika sabili. Ametaja sabili kwa makusudio yale ambayo yanapatikana katika vitabu vyote vya kifiqhi, na shekhe ameleta hapa kwa ijazi, pamoja na kuwa yuko katika masala ya nadhmu, lakini pia kwa sababu anajua nani anasoma Matnu Zubadi. Ukisoma katika risalatani, ukisoma katika risalatul jamia, ukisoma katika safina, utakuta huko ahadi sabilaini. Hivyo leo ukija kukuta neno sabili, unarudisha ndo kule, ndo zile sabilaini zinazotajwa, kwa maana ya tupu ya mbele au tupu ya nyuma. Kwa ikiwa kitu kimetoka katika moja katika njia hizo, kitakuchangua udhu. Ndio pale umeenda kuinama ukatokwa na damu badala ya mkojo, ndio ile umeenda kuchuchumaa ukatokwa na minyoo badala ya haja kubwa, ndio pale umeenda ukatokwa na usaa badala ya mkojo, ukatokwa na hata mdudu huyo anaruka, nyuki. Maadamu ametoka pale katika ile moja katika zile njia mbili, udhu utakuwa hauna. Ila kitu kitakachotoka hapo kikiwa ni manii, hapo ndo manii hayo hayatochangua udhu. Na haya manii yasiyochangua udhu yanakuwa na maelezo mengi. Miongoni mwa maelezo anasema ni manii ambayo yanamtoka mtu mara ya kwanza, akikusudia mara ya kwanza kwamba yakawa hayo manii ndo yaliyotoka yenyewe, ndo kitu cha kwanza kutoka, na yawaje ikawa manii ndo kitu cha kwanza kutoka. Ni kama mfano wa mtu ambaye amelala kukaa. Akilala kukaa, udhu haujashanguka, kwa sababu akilala kukaa udhu hauchanguki. Kisha pale alipokaa akaota. Akiota kama yuko na mwanamke, yuko na nini, yakitoka pale manii, huwa yanatoka manii moja kwa moja. Na ndio maana mtu anaweza akaota yuko na mwanamke, wanazungumza, sio wanafanyaje, harakati zote zile za kutaka kufanya jambo, alafu ikatokea akashtuka au akashtuliwa. Huyu mtu huyu hatojiona na athari yoyote, lakini akifanikiwa kumaliza jambo kabisa ndio ataona athari. Lakini katika umacho, ukikaa na mwanamke mukazungumza, mukafanya yale ambayo yanatangulia kabla ya kufanya jambo, utaona kuna mambo yameharibika. Kwa hiyo wewe ukishatoka na yale, ndio khariju min sabili. Kwa hiyo hata baadaye kija kitoka manii, uweze kuambiwa huyu kwa sababu amefanya jimai ametoka na manii, kwa hiyo udhu wanao, ila tu ana josho. Manii anayotoka yenyewe aghlabu ni manii kama yale. Mtu akilala akiota anatokwa na manii tu, yani zile mukaddimati zinakuwa zina athari yoyote. Kadha zawalul akili, ni kama hivyo kuondokwa na akili, upambanuzi. Yani ikawa upambanuzi wa mtu haupo, aidha ndo uko kulala, aidha ni kulewa, aidha ni lolote lile. Kadha zawalul akili la binaumi kulli mumakkini, si kulala kwa kila mwenye kuambatisha. La binaumi kulli mumakkini, si kulala kwa kila mwenye kuambatisha.
Kwa hiyo kama mtu amelala lakini kulala kwake ameambatisha makalio yake, huyu udhu wake hautochanguka. Hata kama upambanuzi umeondoka, kwa sababu pale alipolala huwezi kumuuliza swali akakujibu, huwezi kufanyaje, lakini bado aambiwa huyu udhu wake hauna neno. Wala msumar ati rajulin, na kugusa mwanamke mwanamume, kwamba mwanamume akawa amemgusa mwanamke, wa bila aksi hata kinyume chake mwanamke naye akimgusa mwanamume, udhu utachanguka. La mahramin, asiyekuwa mahram, mwanamke ambaye unaweza kumuoa kisheria, ndiye ambaye ukimgusa udhu utachanguka. Ama yule ambaye huwezi kumuoa kisheria, sheria haikuruhusu kumuoa, kwa nasab, kwa radhaa, kwa kunyonya pamoja, kwa musahara, kwa ukwe, kwa sababu yote miongoni mwa sababu huruhusiwi kumuoa, huyo anaitwa mahram. Hasa huyo ukimshika hakuna neno. Wa hailun linnaqli kafu, na kizuizi ni chenye kuzuia kuchangua udhu. Wa hailun linnaqli kafu, na kizuizi ni chenye kuzuia nini? Kuchanguka udhu. Kizuizi kwamba unamshika mwanamke lakini umevaa gloves ama kitambara au nguo, au kamkusa mwanamke, au kama ni mwanamke akakugusa hapa, akikugusa hapa, hii tunaita ni hail. Na tunasema hail nakdhi kaf, kwamba kizuizi kinachomzuia mtu asipate ngozi kinazuia nini? Sawa, kuchanguka kwa udhu. Wa masu farji bishati wa masu farji basharin, na kugusa tupu ya mtu. Wa masu farji basharin, bashari ni mtu min dhikri al-ba'd wa iradati kulli, min dhikri al-juz'i wa iradati al-kulli, imetajwa ngozi lakini imekusudiwa mtu Wa masu farji bashari, na kugusa tupu ya mtu. Bibatu ni kafi, kwa kitumbo, kwa tumbo la kiganja, pia kuna changua udhu. Wa masu farji bashari, na kugusa tupu ya mtu. Bibatu ni kafi, kwa tumbo la kiganja, ni katika mambo yanayochangua udhu. Ama hapa kwa sababu udhu wenyewe haujatiwa, basi tutasema ni katika mambo yanayowajibisha udhu. Yote kwa yote ni uslubu tu. Shekhe hapa kataka kutuletea kwamba uslubu wa mambo gani yanamwajibisha mtu kutia udhu. Sawa Wakhtira min akli lilahmi aljuzur, wakhtira, na pamechaguliwa min akli lilahmi aljuzur, kutokana na kula nyama ya ngamia. Sawa kuna maelezo ya kwamba mtu akila nyama ya ngamia atawadhe, pamoja na kuwa kuna kadhia inasemwa iliyosababisha hilo, lakini ndio hivyo basi. Ukila ngamia ukiwa nafasi unayo, tia udhu. Kwa hiyo katika mambo yanayowajibisha udhu na kula nyama ya ngamia, wama yaqini hadathin au tuhurin, na pamoja na kuyakini hadathi. Wama yakini hadathi, na pamoja na kuyakini kuhuduthi, kwamba unayakini kwamba umekojoa, unayakini kwamba umemgusa mwanamke, unayakini kwamba umejamba, unayakini na kwamba umehuduthi, basi hilo ni jambo linalowajibisha udhu au tuhurin, au pamoja na kuyakini tahara. Idha tara shakkum biwiddihi amil, basi ikizuka shaka mtu atafanya kwa kinyume chake, atatumia kinyume chake sawa au biwiddihi, kinyume chake. Umila yaqinuhu, itatumiwa yakini yake. Mimi nilikuwa na udhu, halafu
nilipokuwa nimeenda sehemu fulani nikamwambia subiri niingie chooni, nikaingia chooni pale kichakani. Sijui pale nilipotoka pale nikaingia kwenye ile mikoko, sijui nilinawa pale nikatia udhu au mmenawa tu nikasema udhu nitatia baadaye. Tayari amekuwa na yakini ya kwamba amehuduthi, lakini kule kutoharika tena kwa kutia udhu kwake ni shaka. Wasabikun, na vile vile atatumia ataweka akiwa hajui kilichotangulia. Wasabikun idha juhila, na chenye kutangulia kisipojulikana, kwamba nina uhakika nimetia udhu na nina uhakika nimehuduthi, na uhakika nimekunya au nimekojoa, na nina uhakika nimetia udhu. Je, umeanza kutia udhu ndio ukakojoa au umekojoa ndio ukatia udhu? Hapo ndio mimi sipajui. Sawa? Basi ikitokea kwamba kile kilichotangulia juhila hakijulikani, hudhu bidda ma kabila yakini, chukua kinyume cha kilicho kabla ya yakini. Haithu lam yulam bi shay'in, pale ambapo haikujulikana chochote. Faludhu multazam, basi kutia udhu ni kwenye kulazimu. Furudhuhu niyya, faradhi zake basi kisha kuwa yamepatikana hayo yanayowajibisha udhu, faradhi zake ni nia. Wa ghasili wajhaka, maana yake ya pili ni kuosha uso. Sawa sana kusema faradhi ya kwanza ni nia na faradhi ya pili ni nini? Ni ghasili wajhi. Sasa kwa sababu ndio anasema wa ghasili wajhaka, naosha uso wako. Maraba. Wa ghaslu kaliyadaini, na kuosha kwako mikono miwili. Ma mirfaqa, pamoja na mirfaq. Ma mirfaqa, pamoja na mirfaq. Sawa Wa mashu baadhi rasi, na kupaka baadhi ya kichwa. Thumma ghasil, kisha osha. Wa umma rijlaika, na ieneze miguu yako miwili. Wa umma rijlaika, na ieneze miguu yako miwili. Makabaika, pamoja na visigino vyako. Watartibu, na kupangilia. Watartibu, na kupangilia ndiyo nguzo, ndio faradhi ya ngapi? Ya 6. Thumma lahu shurutun 5, kisha una huo udhu sharti 5. Thumma lahu, kisha una udhu shurutun 5, sharti 5. Tuhuru ma, kwanza tahuru ma, kutwaharisha kwa maji, maji yaliyokuwa yanatwaharisha tahuru ma, maji yenye kutwaharisha. Kuna maji yaliyotwahara na maji yanayotwaharisha. Asa sharti ya udhu ni maji yanayotwaharisha. Wa kaunuhu mumayyizan, na kuwakwe huyo mwenye kutia udhu ni mwenye kupambanua, ni mpambanuzi. Asije akawa mtu amelewa alafu atia udhu, asije akawa mtu amelala alafu atia udhu, asije akawa mtu amezimia alafu atia udhu. Awe mtu ana akili timamu. Sawa Wa muslima, na vile vile awe ni Muislamu. Katika sharti za udhu awe ni Muislamu Kwa adamul mani, na kukosekana kizuizi. Min usuli ma, kinachozuia kufika maji. Ila bashara, kwenye ngozi. Almaghsuli, ya chenye kuoshwa. Kama ni ngozi ya mkono, kama chenye kuoshwa ni mkono, basi yasipatikane maji yanayozuia, isipatikane kitu kinachozuia maji kufika kwenye ngozi ya mkono. Kadhaa kama unaosha mguu, kisipatikane kitu kinachozuia maji kufika kwenye hiyo ngozi ya mguu. Wa yadkhulu alwaqtu lidaimi alhadath, ambapo katika vitabu vyetu vingi vimeandikwaje wadkhulu alwaqti, na kuingia wakati ni sharti ya udhu. Kama ulikuwa watia udhu kwa ajili ya swala na mtu mwenyewe ni daimi alhadath, mwanamume
ambaye amepata maradhi labda ya mkojo unatoka tu mara kwa mara, salisul bauli. Ama Mwenyezi Mungu atuhifadhi, kuna mtu anaitwa ni salisul madhi. Madhi ni aina fulani ya maji yanayotoka kabla ya manii. Aghalabu ni mtu anapokuwa anapata hisia za mambo ya mapenzi, mwanamke na mwanamume, aidha kwa kukaa karibu na mwanamke, aidha kwa kushikana na mwanamke, aidha kwa kuzungumza na mwanamke mazungumzo ya kimapenzi, aidha kwa kumtazama mwanamke sana, basi yatatoka hayo, yanaitwa madhi. Alafu kama itatokea mambo yamenoga, ilikafanyika jambo, yatakayotoka baadaye yanaitwa manii. Tofauti iko ya rangi, iko na sijui uzito na wepesi, lakini tofauti kubwa ni kwamba manii hayatoki bila kujua, lakini madhi yanaweza yakatoka bila wewe kujua. Yaani madhi mpaka ukijua, utakuta labda boxer imechafuka, umeona alhamdulillah. Ama manii yakitoka lazima utajua. Ndio utakuta mtu kama ameshika nguzo hii anaweza akaanguka nayo hivi, umeona kwa sababu yakitoka yale, taarifa yake inakuwa kwenye mwili wote kwamba kuna jambo linafanyika. Sasa hayo ni manii, ndio tofauti. Kwa sasa hapa tusema yule ambaye ni kuna mtu sasa anaitwa salisul madhi, yale madhi pia nayo yanatoka tu muda wote, yanatoka tu. Basi huyu anatakiwa akitaka kutia udhu, sharti yake hakikishe kwamba muda ushaingia wa swala, ndio asema wayadkhulul waqtu, na uingie wakati lidaimil hadathi, kwa mwenye hadathi ya milele. Waadda minha rafi'i, na amehesabu ni katika sharti. Waadda, na amehesabu minha, ni miongoni masharti za udhu. Ar-Rafi'i, Imam Rafi. Ipi? Rafa al-khabath, kuondosha habath. Habath ni najisi, kwamba sharti kabla hujatia udhu uondoshe najisi. Sijekaa mkononi una damu alafu watia udhu hivyo hivyo. Sijekaa mguuni umekanyaga mavi alafu watia udhu hivyo hivyo. Kwa hiyo Imam Rafi akasema sharti kwanza uondoe khabath, uondoe najisi, kisha ndio utie udhu. Basi inshallah tuishilie hapa katika udhu ambao tumesoma mambo matatu. Tumesoma mujibuhu, tukasoma furudhuhu, na pia tukaingia katika sharti zake. Inshallah darasa ijayo itakuwa ni ya sunna za udhu. Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.